Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki zake, na mengine yote mtazidishiwa. Watu wengi hawana muda huo wa kumtafuta Mungu, hamna muda. Ndio maana hatuzidishiwi. Chanzo cha wewe kuharibikiwa ni kwa sababu umepanda biashara yako kwenye njia isiyokuwa na rutuba. Lakini aliyepanda kando kando ya mto maji hayakauki. Naomba ubarikiwe kwa jina la Yesu. Naomba ufanikiwe kwa jina la Yesu. Na ndio maana nimesema kwamba chochote kama hakitoki, kama mambo hayawi mazuri, basi njia peke yake ambayo Bwana anasema ni kusali na kufunga. Unaona, wengine wananipigia simu, mimi ni binti wa miaka 30, karibu miaka 40, siolewi, mambo hayaendi vizuri. Bibi nasema haitafunguka hiyo hali. Yamkini shangazi yako alikutamkia, pengine bibi yako alikutamkia, pengine nani alikutamkia, bila kujua. Wamejenga madhabahu wakatamka maneno kwamba hutabarikiwa, hutaolewa, watoto wako hawatasoma, ndoa yako haitatulia. Na wewe unachotakiwa si kuendelea kulalamika, si kuendelea kutafuta njia ya kufanikisha mambo yakae vizuri. Njia unayotakiwa kufanya ni kukaa miguuni pa Yesu. Yesu akupe instruction, Yesu akupe maelekezo. Na ndiyo maana inasema hivi, wote walio kila silaha iliyoinuka, kila silaha iliyoinuka juu yako au itakayoinuka juu ya biashara zako, kila silaha inayofanyika juu ya biashara au jambo lolote, ametamka haitafanikiwa. Sasa kwa kuwa wewe hutajua, huwezi kulishika hili neno na kusemea kwa jina la Yesu Kristo. Ukikaa miguuni pa Yesu, Mungu atarekebisha hata yale yaliyoshindikana. Mungu atakuletea mchumba ambaye shetani amemzuia, shetani amemharibu, shetani amemvuruga, atafanya uolewe. Shetani amezuia hata mchumba wako wa kiume asilete mahali kwenu, Bwana atakuletea. Ndio maana umeamua kujipamba, unaweka wanja mpaka hapa, unaweka wanja mpaka hapa, umebadilisha hata kutembea, unatembea namna hii, unatembea ili tu umfanye yule anayekuona avutike, mpaka jioni, mpaka asubuhi, mpaka mashavu yameanza kushuka. Hamna kuolewa. Ni kwa sababu umetumia nguvu zako, hujamwambia Yesu, hey, come here, nisaidie katika hili. Umepiga watoto mpaka imefikia kipindi umekamatwa na polisi kwa sababu unatamani kuadabisha watoto wako, lakini watoto wamekataa kukaa kwenye njia zako. Kwa nini usirudi kukaa miguuni pa Yesu? Mwambie, watoto wangu wameharibika, Bwana ni mwaminifu, atakutendea. Kwa nini usirudi miguuni pa Yesu ukamwambia, ndoa yangu, mume wangu anazaa ovyo, ni tatizo ndani ya nyumba? Kwa nini usimwambie, Bwana, mke wangu ana shida hii na hii? Kwa nini usimwambie, biashara yangu inaharibika? Badala yake unaenda kila siku, unaenda kwenye mitandao, unaangalia biashara zinavyofanikiwa. Yule anayekueleza mwenyewe hajafanikiwa. Though ni nzuri kupata elimu, lakini unaenda huku na kule. Mwisho shetani, kwa sababu yupo na shetani ni mwaminifu kwenye shughuli zake, anaanza kukwambia hujafanikiwa, connect wa fulani. Ukienda anakuambia twende Tanga, twende Kigoma, twende fanye hivi. Unaambiwa katupe yai, kafanye hivi, ingia ndani ya bahari, ufanye hivi, utafanikiwa. Unajikuta ndiko unapotea moja kwa moja. Na kurudisha kwa jina la Yesu, usiwe kama hawa watu niliowatamka. Usiwe kama yule aliyemkaribisha Yesu anayeitwa Martha na akawa yuko busy. Wewe umemkaribisha Yesu lakini uko busy. You have no time, huna muda na Mungu. Shahidi ni Roho Mtakatifu. Hata jana ulilala bila kuomba. Hata leo asubuhi umelala, umeamka, umeenda kwenye shughuli zako bila. Unafungua biashara zako bila kumkabidhi Yesu. Unafanya mambo eti kwa sababu umesoma mpaka darasa la 7. Eti ni kwa sababu wewe unajiona, mimi ni msichana mrembo, beautifully, nitaolewa tu. Hujui kwamba kila kitu Mungu anakifanya. Biblia inasema hakuna neno linalofanyika kama Bwana hajaliagiza. Hata kuolewa Bwana anaagiza, hata kubarikiwa kwako Bwana anaagiza. Nimekuletea injili hii ambayo ina miongozo ya neno la Mungu. Ninapoelekea kumaliza, kukaa miguuni pa Mungu ni kuhudhuria ibada na Bible study. Watu wengi hawaendi ibadani sasa hivi, hawaendi. Excuse nyingi, na ibada zinazidi kufinyiliwa, zinazidi kuwa ndogo na masaa machache because watu wako busy. Jumapili tunaenda kwenye vikoba. Kwenye vikoba hawaoni kama wanachukuliwa muda. Tunaenda kwenye vikundi.
Tunaenda kwenye kamati za harusi. Kwenye kamati za harusi wanakaa over 5 hours, wanaanza kudaiana huko kwenye vikundi na nini. Hawaulizi swali hilo, lakini inapofikia wakati wa ibada watu wanaona kama Yesu anawapotezea muda. Ndiyo maana Biblia inasema nawapenda wale wanipendao, na wale wanaonitafuta kwa bidii hao wataniona. Mungu hakulazimishi kukaa na wewe. Ana watu wengi. Angalia sasa hivi nchi kama Pakistan, sasa hivi revival, uamsho mkubwa mno Pakistan. Watu ambao tulikuwa tunajua hawamtaki Mungu, leo wanamtaka Mungu sana. Makanisa makubwa watu wanalia. Angalia Iran, watu wanamtafuta Mungu sana. Urusi ilikuwa haiamini kwamba kuna Mungu. China haiamini. Mungu unapomtafuta anapatikana, na anasema nawapenda wale wanipendao, na wale wanaotenga muda kunitafuta wataniona. Usipotafuta muda, Mungu atahamia kwa mtu mwingine. Angalia sanduku la Bwana lilipochukuliwa na mpagani Filisti, nyumba yake ilibarikiwa. Mpaka Daudi akaona nyumba ile imebarikiwa, akasema lirudisheni sanduku la Bwana. Wengi sanduku la Bwana limewaacha kwa sababu hatuko karibu na Bwana. Tuko mbali. Tunashughulika na vitu ambavyo ni yes, vitakufanya uwe super, ujifanye unajulikana, tumia mbinu, fanya hivi. Lakini baraka za Bwana, Biblia inavyosema, hazina majuto. Bwana akikubariki baraka zake zinakaa. Lakini baraka watakazokupatia watu zitajaa masimango, zina masharti mengi ambayo yatakunyima uhuru wako. Ni bora ukae miguuni pa Yesu ili uweze kudumu. Hiyo utasoma katika kitabu kile cha Hebrania, ile sura ya 10 mstari wa 25. Lakini pia mikesha, huko ni kukaa miguuni pa Yesu. Lakini lingine, kumtafuta Bwana kuliko kusubiri kuombewa. Hilo nimeliandika. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Katika kitabu kile cha Isaya 55, nielekea kumaliza, mtumishi wa Mungu unayenisikiliza, alafu mimi nitakuombea. Anasema Isaya 55. Hata kama hilo neno tunalijua, ni vizuri tuisome. Isaya 55 mstari wa 6. Biblia inasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Anasema mtu mbaya na aache njia yake, mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Anasema mstari wa 8, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa hiyo kama mbingu vile ilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Unaweza ukaiona tofauti. Kumbe kuna mawazo ya mwanadamu, kuna mawazo ya Mungu kama anavyosema. Kwa hiyo Mungu anasema tumtafute. Tutafute anawaza nini, tutafute anataka nini, tutafute anatuelekeza nini. Tamani kutafuta maelekezo kutoka kwa Mungu kuliko kwenda kuuliza ushauri kwa balozi. Watu wengi siku hizi wakigombana wanaenda kuuliza kwa balozi. Balozi mwenyewe mambo yake yamemshinda, ameshindwa kuvumiliana na mke wake mpaka ameleta mwanamke wa pili na watatu. Tafuta mawazo na mashauri kwa Bwana, na unapoyatafuta huko ndiko kukaa miguuni au kuketi miguuni pa Yesu. Anasema kama mbingu ilivyo mbali na sisi hapa, ndivyo mawazo ya Mungu na njia zake zilivyo mbali na sisi. Kumbe kuna wakati wa kufunga safari kwenda kukaa miguuni pa Yesu. Na Yesu anapatikana wapi? Yesu anapatikana hapo hapo ulipo. Hapo hapo ulipo simama. Ukitenga muda, funga mlango, piga magoti. Kwanza kabla ya kupiga magoti, concentrate, jiulize maswali kadhaa. Nitakufundisha wiki kadhaa namna ya kuomba. Ukisha maliza, piga magoti. Bwana yuko pale pale anakusikiliza. Usitamani kwenda Nigeria kwamba kule Nigeria ndio Bwana yuko. Unasafiri, unalipa nauli nyingi, lakini hapo hapo ulipo Bwana yuko. Na Bwana akikuona umetenga muda, Bwana ataheshimu muda wako. Kwenye Biblia kuna watu wawili, namalizia. Kwenye Biblia kuna watu wawili katika kitabu kile cha Mwanzo. Kuna watu wawili. Mwanzo 25 inasema hivi. Hebu nisikilize kwa watu hao wawili. Mwanzo 25 na mstari wa 27. Neno la Mungu linasema hivi. Hawa watu wawili ni Yakobo pamoja na Esau.
Naomba tujifunze kwa watu hawa wawili, alafu kisha ni kuombee. Anasema ule mstari wa 27, anasema watoto wakakua. Esau alikuwa mtu ajuaye kuwinda wanyama. Hili sikiliza, mtu wa nyikani, na Yakobo alikuwa mtu mtulivu mwenye kukaa hekaluni. Kwanza watoto wakakua, mpaka leo kiroho chako hakijakuwa. Pole, mpaka leo ni mchanga. Hata unapoombea tu chakula, mtu aliye anajua tu huyu bado anaomba kichanga sana. Hata ukiambiwa, kuna mtu mmoja aliniambia, mbona unapenda kukaa nyuma ya kanisa? Nasema napenda kukaa nyuma ya kanisa kwa sababu naogopa mchungaji asije akanichagua nikaomba nikikaa mbele. Unatakiwa ukue, unatakiwa uongezeke, unatakiwa uwe na matokeo makubwa. Na ndio maana Biblia inasema kwa habari za mbegu inayopandwa, nyingine ikaota na kuzaa ikawa na 30%, nyingine 60%, nyingine 100. Inatakiwa uwe na progress, inatakiwa uwe na kuzalisha kwingi kwenye kuleta mafanikio. Anasema watoto wakakua. Ukue katika jina la Yesu. Naomba hata biashara yako ikue, maadamu utakuwa umeelekezwa na Mungu namna ya kuifanya biashara yako ikue. Ninaomba hata watoto wako wakue katika maadili, hata huduma yako ikue. Na anasema huyu mtoto mmoja alikuwa anaitwa Esau, alichagua kuwa ni mtu wa nyikani. All the time yeye ni kukimbizana na maisha, kukimbizana na swala, kukimbizana na hela. Wewe unakimbizana kama Esau, unakimbizana all the time. Unaamka unakimbia huku, mara hela zinapatikana Sumbawanga, mara wapi, so busy. Wakati mwingine ni nzuri kama umepewa maelekezo na Roho Mtakatifu. Lakini kumbuka hata Elia alikuwa ni mtumishi mzuri sana, lakini alipoenda kujificha kwenye pango, Mungu anamuuliza, umefanya nini hapa? Unafanya nini hapa? Manake Mungu hakumtuma. Kumbe kuna wakati unamtakiwa kumsikiliza Roho Mtakatifu ambaye anakuambia nenda Sumbawanga, na ukienda Sumbawanga utafanikiwa. Nenda kalime mashamba Sumbawanga, nenda Kigoma, nenda Dar es Salaam. Mwingine anaona kwamba nimekuja Dar es Salaam nimefanikiwa. Mtu mmoja ananiambia, wewe ukitaka kufanikiwa huduma yako hamia Dar es Salaam. Nikamwambia hujui neno la Mungu. Mungu anabariki mahali popote. Mungu anaweza kukubariki mashambani, Mungu anaweza kukubariki hata ukiwa Dodoma, Mungu anaweza kukubariki hata vijijini. Sasa mtu akisikia neno kama hilo, wote wanakimbilia Dar es Salaam. Wanafikiri huko ndiko atakao kufanikiwa. Unashangaa huko lakini hufanikiwi. Kumbe ukikaa mahali ukamuuliza Bwana, niende wapi? Bwana atakuelekeza uende wapi, kwa sababu uko miguuni pa Yesu. Mara nyingi umefanya maamuzi ambayo leo unajuta. Mara nyingi hata mume ambaye unaye alikuvutia kwa sababu ya jinsi anavyoonekana. Hukuwa na muda wa kumwomba Mungu. Ndio maana leo unajuta. Mara nyingi hata mahali ambapo upo kikazi, ukumuuliza Mungu, leo pamekufanya hata kuomba umeshindwa. Hali ya kiroho imeretardate, imeshuka kwa sababu ukumuuliza Mungu. Mungu akikutuma mahali, anaenda na wewe. Kuna watu ambao wanasema, angalia mtumishi wa Mungu Elisha, mahali hapa tunapoishi ni padogo, turuhusu tukakata miti. Mmoja wapo akasema, uwe radhi kwenda nasi. Walipoenda, wakati wa mtikisiko, shoka ilianguka. Mmoja anasema, shoka imeanguka, ole wangu, nilikuwa nimeazima. Elisha anamwambia, imeanguka wapi? Akamwambia, imedondoka hapa. Kambia kata mti, akadumbukiza pale, shoka ikainuka, kwa sababu alitembea na mtumishi wa Mungu. Hata Yesu mwenyewe anatembea na wanafunzi, wanamwambia twende tuvuke pamoja. Wakati wa dhoruba, Yesu akatuliza dhoruba. Tamani uwe na karibu na Yesu. Tamani ukae miguuni pa Yesu. Akitembea na wewe, ukitembea na yeye, atakushauri, atakuelekeza, atakukemea, atapambana na dhoruba zote, atafanya shoka iliyodondoka inuke, biashara iliyoharibika irudi vizuri, atafanya hata kuomba kwako kuwe na nguvu, atarekebisha ndoa iliyoharibika, watoto waliovurugika. Yeye ni mwaminifu tena wa haki.